Tutazame taarifa nyingine. Bado suala la utapeli wa kifedha mtandaoni linaendelea kuumiza vichwa vya Watanzania wengi, hususan katika ulimwengu huu wa teknolojia ambapo baadhi ya watu wamejikita kuwekeza bila kujua taratibu, miongozo, sheria na kanuni. Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikitahadharisha wananchi kutojihusisha na fedha za kimtandao na biashara za upatu, kwani kufanya hivyo ni kinyume na kanuni zilizopo, kwani kunaweza kusababisha hasara kwa mtu anayehusika. Taarifa ya Matias Mloli imeangazia nini haswa sababu ya kuendelea kuripotiwa kwa matukio ya utapeli wa fedha mitandaoni licha ya serikali na mamlaka kutoa elimu ya masuala hayo. Yawezekana nikiwa kupata faida kwa haraka au ni kukosekana kwa elimu ya masuala ya biashara na fedha kumefanya baadhi ya watu kujikuta wakiingia katika mtego huu. Nilishai yani nimepigwa kwa staili hiyo. Nilivyojiunga wakawa wananiambia tuma kiasi fulani kwenye kitu kama 2000 hivi shingapi, afu wanakutumia maswali. Baada ya kutumia maswali unajibu, ukishajibu hayo maswali kuna point wanakuwekea za hela. Wanakuwekea kweli, kuna pointi zinaingia kweli, lakini mwisho wa siku ile hela uioni imepitia wapi. Muda huo unakuwa ushatuma hela vyako. Asilimia kubwa ya visa hivi hutokana na kiu ya kutaka kuongeza kipato kupitia uwekezaji wa amana zao za fedha, wakiamini kuwa huenda siku moja haba na haba ikajaza kibaba. Licha kutolewa kwa elimu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiuchumi, bado watu wamekuwa wakichangishwa fedha na vikundi au watu wasio hata na uhalali wa kufanya shughuli hizo, ambao mwisho wa siku huishia kutapeli amana za Watanzania. Nimeona kuna wengine mpaka wanatumia huduma hizi za cryptocurrency. Hizi ni huduma ambazo bado haziko regulated, na tumekuwa tukitoa tahadhari kwa watu ambao wanatumia hizo cryptocurrency, uwekezaji kwenye hizo cryptocurrency ambazo bado kuna vijana wengine wamekuwa wakipata hasara. Wananunua hizo cryptocurrency kwa sababu ziko genuine na ziko fake. Lakini bado mifumo yetu ya nchini hatujaweza kubainisha zipi ni fake, zipi ni genuine. Kwa hiyo tunaendelea kutoa tahadhari hata kwa umma. Watu wajiepushe na kutumia hizo cryptocurrency ambazo kwa sasa hatujawa na mifumo rasmi ya kutrace kwamba nani ametoa hizo crypto na kama kweli ni genuine. Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikiutahadharisha umma kuhusu uuzaji, usambazaji na matumizi ya fedha za kimtandao kuwa ni kinyume cha kanuni za udhibiti wa fedha za kigeni, lakini haijawa suluhu ya moja kwa moja ya kufuta machozi ya watu. Lakini swali ni je, katika ulimwengu huu wa kidigitali, taratibu haswa za uwekezaji wa kifedha mitandaoni ni zipi kulingana na sheria na kanuni zilizopo? Ni Rich Kiza huyo akisoma studioni taarifa yake Matias Mloli. Hapa tunaungana na mtaalamu wa masuala ya fedha na biashara kutoka TAP BDS Edwin Mengistu, tukiangazia taratibu za uwekezaji wa fedha mitandaoni. Karibu sana. Sana. Naomba usogelee mic kidogo. Sijui ni mimi nilikuwa hapo ni sawa? Yeah, iko sawa. Sawa. Edwin, karibu sana. Kwa nini milio imekuwa mingi? Okay, asante. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Edwin Mengistu. Mimi ni mshauri wa biashara kutoka TAP BDS Company Limited. Tukiangalia changamoto iliyopo sasa hivi kwenye jamii kwa maana ya watu kuibiwa fedha kwenye mitandao, watu kuwekeza kwenye maeneo ambayo yana changamoto na mwisho wa siku wanaibiwa fedha, tunajirudisha kwenye sheria ya benki na taasisi za kifedha ya mwaka 2006 ambayo inaratibiwa na BOT, ambayo BOT amepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba anasimamia hizo taasisi za fedha kwa kufanya jambo la kudhibiti, kusimamia na hata kusimamia hizo taasisi ndogo ndogo ambazo zinatoa huduma za fedha. Sasa kwa sasa hivi kwa Tanzania ilivyo, kuna taasisi mbalimbali ambazo zinatoa huduma za fedha na zinatambulika kama mabenki, SACCOS, microfinance ambao wanakuwa wanapata vibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Lakini kuna taasisi nyingine ambazo zinakuwa hazijapata vibali au udhibitisho kutoka BOT, Benki Kuu, lakini wanakuwa wanatoa huduma za fedha. Wanakuwa wamesajili labda kampuni BRELA, sawa, lakini mwisho wa siku ile huduma wanayotoa ambao wamesajilia kampuni ni tofauti na kile walichokisajilia. Kwa hiyo tunavyosema mitandaoni sasa hivi kuna changamoto hii ya watu kulizwa sana. Kuna mikanganyiko mingi ambayo ipo kwenye mitandao.
tumesikia mfano tangazo la juzi BOT kuhusiana na kufungia kampuni inaitwa LBL ambao walikuwa wanajihusisha na kutoa huduma watu kuweka amana wakiwa na matarajio ya kupata fedha nyingi. Hizi kwa tasnia ya fedha ilivyo ni kwamba wadau wengi ambao wanatengeneza hizi skimu ambazo ni za kukusanya amana na fedha kutoka kwa wadau na mwisho wa siku zinakuwa na udanganyifu, ni kwamba wanakuwa wameambatanisha zile huduma na vichocheo vingi ambavyo vinamhamasisha kijana au mtumiaji wa fedha aweze kuona au aweze kupata ule utajiri wa haraka. Kwamba vijana akisoma tangazo akiona kwamba weka shilingi 500,000 upate milioni 2 ndani ya siku chache, au weka shilingi 500,000 uangalie movie 2 au 3 alafu upate fedha, anaona ni kazi rahisi. Naweza nikakaa hata chumbani kwangu tu nikaweka bando langu la shilingi 500, sure, nikapata milioni zangu 2. Lakini mwisho wa siku zinaishia kwenda kuumiza Watanzania, kwenda kuumiza hata vijana hawa ambao wanakuwa nafikiria kama ndio sehemu ya kujipatia ajira. Kwa picha uliotupa Edwin, inaonesha ni dhahiri shairi kwamba elimu ya fedha bado haijawafikia watu wengi kutosha, hususan hili kundi la vijana. Elimu inatolewa, taasisi mbalimbali zinafanya kazi, serikali na hata wadau, lakini bado changamoto ya watu kutapeliwa zinaendelea. Natamani kusikia kutoka kwako, zipi ni taratibu za uwekezaji wa kifedha hususan mitandaoni? Kwa maana licha kwamba kuna utapeli mwingi, lakini naamini kwamba kuna taasisi ambazo zinafanya kazi mtandaoni na sio za utapeli, sivyo? Yes. Kwa huduma za kifedha hasa mitandaoni, kuna taasisi nyingi tu ambazo zina vibali na zinafuata taratibu za Benki Kuu na zinatoa room kwa Watanzania wote kuweza kuwekeza. Mfano tunaangalia kuna hati fungani za serikali, tunaangalia kuna kupitia DSC watu wanaweza kanunua hisa mitandaoni, watu wanaweza kanunua vipande UTT na sehemu nyingine mbalimbali. Mfano hata kwenye mabenki pia sasa hivi wameanzisha scheme za uwekezaji ambazo Mtanzania unaweza kudunduliza kidogo kidogo kupitia mitandao na mwisho wa siku fedha yako ikawa salama, lakini pia ukapata faida, lakini sio faida za uhamasishaji au faida za kirahisi kama zinazotolewa na haya mataasisi ambayo yanakuwa hayafuati utaratibu wa mambo ya fedha. Lakini tukiangalia kwa huu mfumo au kwa hizi taasisi ambazo zinakuwa hazifuati taratibu, ni kwamba kwanza kabisa taasisi ili iweze kuingia au kutoa huduma za kifedha, kwanza natakiwa wamesajiliwa. Kama ni kampuni wamesajiliwa labda BRELA, lakini pia kupata license na vibali vyake wao wameenda Benki Kuu, kwa sababu ndio benki ambayo inatoa vibali vyote. Kama ni microfinance au kama ni banki au kama ni SACCOS, kuna taratibu zake pia za kupata vibali. Wakishapata vibali vyote hivyo ndio wanaweza sasa kufanya rasmi kutoa huduma hizo za kifedha, hasa kwenye kukusanya amana. Okay. Na sasa ni kwamba hakuna ufuatiliaji wa kutosha kwa sababu wananchi wanatapeliwa sana, lakini ni kampuni chache ambazo tayari zimefungiwa, huku wananchi wanaendelea kutapeliwa mitandaoni, lakini pia wengine sio tu hata nje ya mitandao ya kijamii. Tukiangalia kama msimamizi mkuu wa hizo taasisi au huduma za kifedha ambayo ni Benki Kuu, ana taratibu mbalimbali ambazo wanazifanya, mojawapo ikiwa ni kutoa elimu kwa watu wa huduma za fedha. Sasa hivi anaendesha programu mbalimbali kuhakikisha kwamba anajengea uwezo watu wa huduma za fedha wengi pasavyo, ili mwisho wa siku waweze kutoa huduma, waweze kufikia hata wale watumiaji wa huduma hizi za fedha waliokuwa hata vijijini. Tunasema taasisi sasa hivi zimefungiwa. Tunaona mfano microfinances zilifungiwa nyingi tu za mitandaoni, walizokuwa wanatoa mikopo na dhamana ya ile mikopo ile ilikuwa ni matusi, kwamba ukikopeshwa usiporejesha unamwagiwa matusi mengi, na mwisho wa siku ukipata ile aibu unarejesha.
Lakini pia kuna taasisi kama hizi tunavyoona za Ponzi schemes kama zilivyofungiwa kama kina LDL. Lakini pia tugundue kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tupo katika dunia ya utandawazi ambao biashara nyingi ziko mitandaoni. Kuna mfano biashara za fedha kama ilivyo cryptocurrency ambayo inafanyika duniani kote. Lakini utakuta kwamba hii biashara inafanyika lakini bado haijawa regulated. Hamna mamlaka ya taifa lolote ambao wameanza kuregulate hizi biashara za mitandaoni za fedha. Juzi tu Marekani hapo wame ile degree ya rais wa Marekani alifanya tu hatua ya angalau cryptocurrency kununuliwa na kuwekwa tu kwenye reserve ya Marekani. Lakini bado hawajatoa regulations na license ya kuweza kuendesha cryptocurrency kama biashara mtandao hata kwa taifa kubwa kama la Marekani. Sembuse Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania sio biashara ambayo ni haramu, lakini haina vibali wala haijawa regulated na benki kuu. Edwin, mwambie mtu ambaye sasa hivi hajui taratibu, lakini tu ni kijana kama mimi, kama Sara, wenye njana mafanikio, wenye njana pesa. Nimekuta tu mtu ameniambia njoo wekeza nini, umetuambia vizuri kuhusiana na vigezo. Najuaje kwamba hii kampuni imesajiliwa na ina vigezo kweli niwekeze pesa yangu? Kwanza moja, ili uweze kujua kwamba biashara ni halali, kwanza unatakiwa uangalie huyu anayetoa hii huduma au anayekuita kwenye ile biashara ni bidhaa gani anayouza au ni huduma gani ambayo anatoa. Ili mwisho wa siku wewe ukiwekeza ujue kwamba anawekeza shilingi 500 inaenda kununua maembe 5 yakiuzwa nitapata shilingi 1000 au shilingi 2000. Na mwisho wa siku ile 500 yangu niliyowekeza italeta shilingi 2000. Lakini pia hata kama ni huduma kwamba mimi ninavyowekeza kwenye kampuni hii inatoa huduma ABCD ambazo mwisho wa siku 500 yangu niliyoweka itapata shilingi 2000. Lakini ukiambiwa tu kwamba njoo weka 500 au shilingi 500, angalia movie 2 tutakulipa 1,000,000. Kwa nini kwenye majumba ya sinema pia tusingekuwa tunalipwa? Kwa sababu tunaangalia movie pia. Ndio. Kwa nini wasingetoa huduma pia kwamba toa 1,000,000 angalie movie upate 2,000,000 kama biashara ingekuwa rahisi kiasi? Sasa unajua wanachodanganywa mtandaoni, Edwin anakuambia Sara, najua kwamba Sara anapenda movie. Takwambia angalia movie, kuna matangazo labda yatakuja, labda mimi ndo sehemu ambayo napata hela. Kwa hiyo tunagawana kwa sababu mimi wewe unavyoangalia inanisababisha nipate hela. Kwa hiyo ile faida nakupa giveaway. Unaona ka uongo kanavyo swing. Yes. Kwa kweli ni ka uongo ambao ni katamu ambako pia vijana wengi wanakapenda. Kwa sababu wanapenda easy money, wanapenda fedha ya haraka. Hawataki wajitume. Kabisa. Kanuni mojawapo ya uwekezaji kama kijana au mtu yote ambaye anataka kuwekeza, inatakiwa kwanza sehemu unayoenda kuwekeza kuna hatari za uwekezaji. Na katika hizo hatari kuna biashara ambazo zina hatari kubwa sana za uwekezaji, kwamba ukiweka fedha yako either unaweza kupata faida au mara nyingine pia ukapata hasara. Lakini pia kuna biashara ambazo uwekezaji wake hatari yake ni ndogo. Ndio sababu utaona kwamba zile biashara halali ambazo zipo kila siku zipo kama hizo kuwekeza kwenye hati fungani za serikali, kununua vipande UTT, kuweka kwenye mabenki, kwenye fixed deposit labda accounts, unakuta kwamba ni biashara ambazo ukiweka fedha yako unakuwa na uhakika na unakuwa na imani na wale watu ambao unawekeza kwao. Lakini pia hata ile faida ukiangalia utakuta ni asilimia labda 5 au asilimia labda 12 kwa mwaka. Unaweka 1,000,000 unapata labda shilingi 120,000 kama faida kwa mwaka. Sasa kwa nini ushawishike na biashara ambayo anakuambia ukiweka 1,000,000 unapata 2,000,000? Lazima ujiulize kwa haraka tu kama kijana au kama mtumiaji wa huduma za fedha. Kwa hiyo pamoja na kutathmini uhalali wa huduma au bidhaa ambazo zinatolewa, lakini pia inatakiwa wewe kama mwekezaji ambaye unataka kuwekeza kwenye huduma za fedha uangalie pia uhalali wa wale wanaotoa ile huduma.
Na labda imetokea nimetapeliwa, hatua gani ya kwanza natakiwa kuchukua au wapi natakiwa kuwasilisha malalamiko yangu? Cha kwanza lia. Kweli inaweza ikawa cha kwanza ni kulia, lakini tukiangalia mfano kwa hizi taasisi ambazo hazijawa regulated na mamlaka husika ambazo zinaidhinisha au zinatoa vibali kwa watu wa huduma za fedha, kama taasisi husika haipo kwenye hizo mamlaka, huna sehemu ya kwenda kulalamika haswa. Tofauti na kwenda tu polisi kufanya tu zile kesi za madai kwamba mtu ABCD amekuibia, lakini amekuibia kwenye mfumo ambao sio rasmi. Ni kama ilivyo cryptocurrency. Haiko regulated na BOT, lakini kuna warnings kabisa ambazo zinatolewa kwamba hii ni biashara ambayo ipo dunia nzima inafanyika, lakini haiko regulated. Na kama haiko regulated, wanasema buyer beware. Wewe unayeamua kwenda kuwekeza, pima usalama kwako wewe mwenyewe wa ile taasisi ambayo unaenda kuwekeza. Kwa sababu kwenye hizo taasisi kuna ambazo ni halali na ambazo ni haramu. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba be in at your own risk. Yes. Be in at your own risk, na hata ukipata loss there is no way you can be helped. I say. Inakuwa uliingia kwa maamuzi yako na utatoka kwa maamuzi yako. Okay, tunakwenda matangazo baada ya sekunde chache. Tukirudi mimi nitatamani Edwin utuambie, kuna hii kasumba ya sisi wanawake kucheza vikoba lakini kijumbe anaweka pesa ndani. Baada ya muda unakuta amepotea na milioni 30, milioni 40. Tunabaki ufungua draw umepotea, draw limeibiwa. Sawa, Bandio ameniandikia hapa WhatsApp, anasema matokeo ya mechi hizi yanatudhihirishia jambo moja tu, wachambuzi bora sio kweli kwamba wanaweza kuwa washauri, makocha wala wachezaji bora. Wanaweza kuwa, kwa sababu uchambuzi sio uchezaji. Lakini yeye amesema kwamba, sikiliza vizuri, nimemsikia, wachambuzi bora sio ukweli kwamba wanaweza kuwa washauri, makocha wala wachezaji bora. Wanaweza. Yeye amesema hivyo kwa sababu ameona wachambuzi hawachezi vizuri. Si ndio? Ile sio professional yao. Lakini pia anamaanisha kwamba sio wote, kwa sababu ujue wachambuzi wetu kwa mfano ukimwangalia Juma anasema mimi ni mchezaji na uwanjani kweli anacheza. Si ndio? Na anafunga magoli mengi ya Crown yamefungwa na Juma. Ni sawa, lakini mwisho wa siku tunarudi pale pale kwamba sio tu kwa sababu hachezi vizuri uwanjani au hafanyi hicho ambacho anataka ni kocha wa mchezaji afanye uwanjani. Kwa sababu ukiangalia kwenye hao wachezaji ambao hao wachambuzi ambao anawasemea, Juma ndo amewahi kucheza mpira, Jeff amecheza kidogo, Jemedari pia ndo amewahi kucheza kabisa mpaka kwenye ligi, Juma hajawahi kucheza ligi kuu. Kwa hiyo usimhukumu na wakati hiyo sio professional yake. Sidhani kama Bandio amemhukumu, lakini anachokisema yeye yani ni sawa na ile ya kusema kwamba sio kila mzee ana hekima au ana busara, lakini haimaanishi kwamba hakuna wazee wenye hekima. Kwa hiyo naye anasema sio kila mchambuzi anaweza kucheza mpira mzuri ama anaweza kuwa kocha, lakini haimaanishi kwamba hakuna wachambuzi ambao ni wachezaji wazuri. Sawa. Tuendelee na Edwin. Tulikuwa tunazungumza mambo ya vikoba, funguo imepotea. Matias leo amenipa story nzuri sana wakati tunapanga kipindi asubuhi. Akaniambia kwamba mtaani kwake kuna wamama wanacheza kikoba. Edwin, utatushauri kuanzia hapo, na ndio msingi wa swali langu ulipotokea. Akasema kwamba hawaweki kwenye application, hawaweki benki, lakini wamechonga kibubu kimoja ambacho wamekiwekea kufuli 4 pande 4. Halafu kila kijumbe anaondoka na funguo moja. Kwa hiyo ukitaka kufungua, manake bado kuna funguo 3. Ili kibubu kifunguliwe lazima wawe wote wanne. Kilichonijia kichwani kwangu nikasema huenda ikawa suluhu. Lakini vipi nyumba ikiwaka moto? Pesa zimepotea. Kwa kweli ni story nzuri hiyo, lakini umeturudisha kwenye ile miaka 1740 Sydney, wakati utaratibu wa mfumo wa vikoba unaanzishwa, ambao uliingia Tanzania nafikiri miaka ya 2000, ambayo mfumo wa vikoba kwa Tanzania wakati unaingia 2000
kabla hizi teknolojia za mifumo ya kidigitali kuanza kutunza fedha au kufungua vikundi kwenye mabenki na kadhalika, tulikuwa kule na utaratibu wa kuwa na masanduku, kwamba wanachama wanajimobilize, wanakusanya fedha zao, wanafungia kwenye sanduku, wanagawa na funguo. Hiyo ikiwa ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kulinda au kuongeza ule usalama wa fedha zao. Kwamba kila mjumbe akichukua funguo, anaishi mashariki, mwingine kusini, mwingine magharibi, watachukua muda mrefu kujimobilize, kukusanyika na kufungua sanduku ili waweze kuchukua nini? Labda kuchukua fedha. Kwa hiyo ile ndio ilikuwa strategy ya namna gani walinde fedha yao. Lakini hata sanduku lilikuwa linahifadhiwa kwa mtu mwingine tofauti na ambaye ana mwenye funguo. Lakini mwisho wa siku bado hatari za upotevu wa fedha bado zipo. Kwa sababu kuiba ile sanduku, kukata ile makufuli na kuweza kuchukua fedha bado inawezekana. Ndio. Kwa hiyo bado wanaoendelea kutumia masanduku wanaendelea kujiexpose kwenye hatari kubwa ambayo ipo ya upotevu wa fedha. Sasa tunatokaje hapo Edwin? Manake vikoba tunavipenda, vinatusaidia. Ikifika Disemba pale, hata kama una mpenzi, mapenzi yanazidi sana. Disemba, msimu wa Christmas, mwaka mpya, manake ndio tunakuwa tunavunja vikoba. Licha ya kuwapo kwa teknolojia, mabenki, lakini bado wanawake mitaani wanaendelea kutumia hizi njia za kizamani za kuhifadhi fedha. Labda nafikiri ndio sababu sisi kama wadau wanaotoa huduma za uendelezaji biashara na ambao tunakutana na hizi taasisi mbalimbali au wadau mbalimbali ambao wanafanya biashara, na hasa kwenye ile eneo la kuhifadhi fedha au kusave fedha, tunakuta vikundi mbalimbali ndio vipo mitaani na vinatunza fedha kwenye masanduku. Sasa hivi teknolojia imekuwa na tunatakiwa tuanze kufikiria sana namna ya kukua na ile teknolojia. Tuanze kuhama kuweka kwenye masanduku. Sasa hivi tumerahisishiwa, mabenki yote yameanza kuja na vikundi, mifuko ya vikundi au akaunti za vikundi, hata mitandao ya simu ambazo ni rahisi sana. Mifuko mingine au banki nyingine, taasisi nyingine za fedha hata hazitozi zile interest kwa ajili ya kuweka fedha kwenye kikundi kabisa. Na hata ikifika mwisho wa siku ni rahisi hata kuweka zile taarifa kwamba tuna wanachama 25 na wote fedha zao zimeingia, na ukiangalia balance kwenye akaunti yako au kwenye mtandao wako wa simu unaona ile balance. Na mwisho wa siku pia ni rahisi hata kutoa taarifa ambazo zinaeleweka. Kwa sababu inawezekana mkaweka kwenye sanduku, alafu labda yule kijumbe akawaambia daftari limepotea. Je, namna gani utadhibitisha kwamba fedha yako uliweka labda shilingi 100,000 uliokusanya kwa mwaka mzima, ni namna gani utadhibitisha kwamba ulikuwa na 100,000? Hata kama itafikia kwenye hatua labda ya kwenda kwenye mambo ya sheria na kudaiana fedha. Kwa hiyo tunahamasisha sana sisi ambao tuko kwenye vikundi hivi vya kuweka fedha, angalau sasa hivi tuanze kuimprove na tuende kwenye huduma rahisi na salama zaidi. Na huko vijijini mnapita, kwa sababu huko ndo ambapo hali mbaya. Tunapita hadi vijijini, na ndio sababu nimegusia kwamba hata Benki Kuu wamechukua hiyo initiative ya kuhakikisha kwamba wanaendelea sasa kutengeneza watoa huduma za fedha wengi ambao watafikia kila kona ya Tanzania, kuhakikisha kwamba hii elimu inafika kwa yule mamantilia wa chini kabisa au yule mfanyabiashara wa chini kabisa, hadi hao ambao wanapata huduma kwenye taasisi za kifedha kubwa kama mabenki na kadhalika. Edwin, asante sana, umetupa elimu nzuri sana. Karibu tena. Mimi nitatamani siku uje wewe, aje mwanamke ambaye anacheza kikoba cha kuweka pesa kwa mfumo wa analogia. Tushare uzoefu kwa pamoja, yani tuwe na wadau mjai hapa, tusikie experience ya kule, kwa sababu watu mpaka wanakimbizana na vigoma kwa sababu pesa zimeibiwa. Nafikiri itakuwa ni fursa nzuri sana kwangu, kwa sababu wote hao nimekutana nao, kwa maana wale ambao wanaweka fedha kwenye masanduku, lakini pia wale ambao wamepata elimu na wakabadilika wakaingia kwenye hii mifumo sahihi sana ya kibenki na hata kwenye mitandao ya simu kwa ajili ya kuhifadhi fedha zao kwa usalama. Sasa asante sana, karibu tena. Hapa ni nyumbani, natumai Matias atafanyia kazi hilo ombi letu. Mohamed Mwasi amesema leo Crown anatupata vizuri sana kutokea Kondoa. Mudi Mwasi, Simba ni mnyama mkubwa. Na Simba leo ameshinda 3, lakini Ateba amekosa magoli 2 ya wazi. Inatokea. Crown Media. Hapa ni nyumbani.